hakutokuwa na mabadiliko ya vituo vya kazi sehemu yoyote. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete amepiga marufuku watumishi wa umma wanaoingia katika ajira mpya kuomba kubadilishiwa vituo vya kazi, akisema kuwa yeyote atakayeshindwa kufanya kazi katika kituo alichopangiwa anapaswa kuachia nafasi hiyo. Akizungumza bungeni Januari 30, Waziri Kikwete amesema kuwa maelekezo hayo ni sehemu ya msimamo wa serikali wa kudhibiti vitendo vya ubadhirifu wa matumizi mabaya madaraka, ambapo baadhi ya watumishi wamekuwa wakitumia ushawishi wa viongozi, ndugu au watu wanaowafahamu ili kubadilishiwa vituo vya kazi kinyume na taratibu. Vilevile, Waziri Kikwete ameongezea kuwa Tanzania ni ya Watanzania wote na hakuna mtu mwenye haki ya kudharau maeneo ya vijijini au kudai kufanya kazi katika sehemu fulani pekee, akisema kuwa watumishi wote wana wajibu wa kwenda kufanya kazi popote walipopangiwa kwa lengo la kuwatumikia Watanzania. Kumetokea vitu viwili. Moja, wako watu ambao wamekuwa wanahangaika sana na kufanya mabadiliko ya vituo. Malalamiko ni mengi, na wengineo wanawatumia hata baadhi ya viongozi ndani, na wengine wanawatumia wazazi wao wanaotufahamu ili tuwabadilishe vituo. Nataka niseme mbele ya maiki hii, maelekezo tuliopewa na ndiyo mtazamo wa serikali na ndiyo maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu pia naye ametuelekeza, hakutokuwa na mabadiliko ya vituo vya kazi sehemu yoyote. Kila mtu aende kwenye kituo alichopangiwa kazi. Tanzania ni yetu sote. Hakuna mtu mwenye haki ya kukaa mjini, hakuna mtu ambaye hana haki ya kukaa mjini anatakiwa kukaa vijijini. Wote tunatakiwa kwenda kufanya kazi ya kuwatetea Watanzania, kuwasaidia Watanzania. Hivyo na mimi nataka niseme katika maiki hii, Mheshimiwa Spika, kwamba maelekezo yaliyotolewa na viongozi na sisi pia tunaendelea kuyasimamia, hakutokuwa na mabadiliko ya kituo chochote cha kazi. Kwa hiyo kama umepangiwa kule Kigoma kwa wajomba zangu, na kuomba funga safari, nenda Kigoma kafanye kazi. Na kama wewe umebahatika kupangiwa Dodoma, na kuomba funga safari, njoo Dodoma tufanye kazi. Hakuna upendeleo katika hili jambo, na jambo hili liko wazi. Lakini pamoja na hilo pia, Mheshimiwa Spika, yako maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa, na haya ni maelekezo ya nia nzuri ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba vijana wake wa Kitanzania wanaendelea kula neema ya nchi yao. Mheshimiwa Rais alielekeza katika wale vijana watakaokuwa wamepata ajira katika zile nafasi 12,000, basi wale watakaowahi kuingia kazini kabla mwezi wa kwanza hujakwisha waingizwe kwenye payroll ya serikali na wapate mshahara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kutoa taarifa mbele ya bunge lako kwamba watumishi 735 wa kwanza waliofanikiwa kuripoti katika vituo vyao mapema, wote waliingizwa kwenye payroll ya serikali na wamekula mshahara wa mwezi wa kwanza. Mheshimiwa Spika. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.